Ndugu zangu, leo nimechelewa kuingia kwenye kikao hapa, si kwa makusudi. Nilikuwa na ugeni pale ofisini. Naomba niwape taarifa kwamba kama mlivyoona kwenye vyombo vya habari juzi tu hapa, mwezi uliopita, serikali ilisaini mkataba wa kupeleka umeme vijijini kwa vijiji 9,009. Nchi nzima. Kwa upande wa Chunya sisi tuna vitongoji 31. Hata sio vijiji. Isaini mkataba wa kupeleka kwenye vitongoji 9,009. Kwa Chunya tuna vitongoji 31. Mheshimiwa Rais hizo fedha ameshazitoa. Sio maneno. Kashatoa hizo fedha. Nasema nimechelewa hapa kwa sababu nilikuwa nampokea mkandarasi leo aliyepewa kazi ya kutekeleza miradi hiyo. Kwa mkoa mzima wa Mbeya tumepewa bilioni 42.6. Leo tutakuja kutekeleza mradi wa kupeleka umeme kwenye vitongoji vyetu huko kwenye maeneo yetu. Kwa leo nilikuwa nampokea mkandarasi anaitwa White City. Ndo kafika leo na nimewaambia watapita kwenye maeneo yenu kutambulisha hiyo miradi kwenye vijiji na vitongoji vyenu. Watapita huko, mtashirikiana nao. Niwaombe tuwape ushirikiano wa kutosha. Tukaongee na wananchi kwa sababu miradi ya REA haina fidia. Kwenye maeneo ya wananchi, yani unakopita ule mradi kupitisha laini. Maana tungesema nchi nzima kulipa fidia, hiyo trilioni 1.3 basi itaishia kwenye fidia. Kwa hiyo waombe waheshimiwa diwani tukashirikiane huko, timu zitakuja, tuwaelimishe wananchi waunge mkono hizi jitihada kwa sababu umeme unaenda nyumbani kwa mwananchi mwenyewe. Sisi kama serikali nimepokea barua leo ambayo nyingine imeshakuja kwa mkurugenzi kwamba kwa upande wa taasisi sisi kama umeme unapita kwenye taasisi ya serikali ni kuruhusu mara moja mradi upite. Yaani isije kutokea taasisi ya serikali ikawa kikwazo, na kwa taasisi mko hapa maelekezo yameshatoka hayo. Usije kuwa kikwazo. Kama kwenye miundombinu kunatakiwa kuna kitu kitakuwa kimeharibiwa na kupita kwa mradi, maelekezo ya serikali ni kwamba wewe mwenye taasisi kupitia mamlaka yako utapeleka taarifa kama ni kitu kimebomolewa, kupitia bajeti ya wizara yako ya taasisi yako kitajengwa tena huko. Yaani serikali haiwezi kukaa hapa ikakaa inajadili kujilipa fidia. Lakini mheshimiwa diwani, naomba niwape taarifa nyingine. Nafahamu kwamba tuna shida ya umeme pia. Tunapeleka umeme kwenye vitongoji, lakini pia tuna shida ya umeme wenyewe. Umeme si ni mdogo? Ndio. Umeme ni mdogo. Kwa hiyo tumekuwa tukihangaika hapa kuona namna gani tunakuja kutatua tatizo la umeme. Sasa naomba kupitia baraza hili niwapeni taarifa. Dr. Samia Suluhu Hassan katika siku 100 za juzi tangu tulifanya uchaguzi mpaka sasa hivi, kwa upande wa Chunya kashatoa bilioni 107 kwa ajili ya kujenga laini upya na kutatua tatizo la umeme Chunya. Mradi huu utatekelezwa kwa kipindi kisichozidi miezi 10. Hapo vipi? Hapo sawa. Fedha hizi zipo. Sio za kutafuta. Sijasema anatafuta fedha. Fedha zipo. Na barua ya fedha hizo mimi ninayo ofisini. Zile changamoto mlizokuwa mnapata huko za watu wanajenga CIP, watu wanakuwa na makarasha yao, umeme unakuwa ni mdogo, inabidi sijui muamshane usiku kwamba umeme sasa ndio umetosha, hiyo inabaki kuwa historia. Kwa sababu uwezo wa umeme unaojengwa hapa utahudumia
Chunya, lakini tutahudumia na Songwe, kwa sababu sisi wote kazi yetu ni, si ndivyo? Wote kazi yetu ni moja, kazi ya uchimbaji. Kwa hiyo kilio chetu Mheshimiwa Rais kakisikia na kakifanyia kazi. Tunakuja kupata umeme wa megawati 90. Hapa Chunya umeme mnaouona huu umeme mnaouona tunaotumia huu unaowaka hata sasa hivi, tunacheza kati ya megawati 9 mpaka 11 wilaya nzima. Mpo? Huo ndio umeme tulionao. Sasa tunataka kupata ngapi? Sasa mwenye calculator yake, mwenye nini, afanye hesabu. Fedha zilipokuja wiki iliyopita, nilipokea timu kutoka Dodoma ya wataalamu. Walishafika ofisini kwangu kwa ajili ya kuja kutoa taarifa kwamba wako tayari kutekeleza huu mradi. Wameshafika ofisini kwangu. Wiki ijayo nitapokea tena timu nyingine ya pili itakayokuja hapa kwa ajili ya kuanza kazi ya survey kwenye laini nzima ya mradi. Tunachotakiwa sisi kufanya, Mheshimiwa Diwani, ni kutoka hapa kwenda huko tuangalie ile ramani inapita wapi, ili tukakae na wananchi kuwaelimisha waweze kuruhusu mradi upite ili utekelezwe kwa wakati. Sababu mashaka ya kukwamisha sio fedha, ni sisi wenyewe tutakapokuwa gumu na wazito katika kutoa yale maeneo ili kupisha mradi uendelee. Lakini mimi niko tayari, hata usiku nitakuja kwenye vijiji huko kuwapigia magoti wananchi kuhakikisha kwamba hakuna kukwama. Kwa katika hili tushikamane wote pamoja, shida ni yetu wote pamoja. Tuhakikishe kwamba tunakwenda kuclear eneo lote ambako mradi huu utapita ili uweze kutekelezwa kwa wakati. Katika mwaka unaokuja wa fedha 2026 na 27, TANESCO imepewa, na hii bajeti imeshapewa, huu ndio tukao mgao wetu. Upande wa usambazaji umeme ni milioni 750, upande wa uboreshaji huduma kwa maeneo ambayo yana changamoto ya matransforma kuzidiwa au kuna uchakavu wa miundombinu, labda kwa maana ya kuongeza nyaya zingine au mtandao mwingine, ni milioni 961, na ukarabati wa njia kubwa ya umeme ni milioni 820. Jumla inafanya kuwa bilioni 2.5. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sisi tunayo furaha kwanza kwa namna tunavyofanya kazi pamoja, lakini mbili, unavyotu update, unakuja na current issues ambazo zinatupa hamasa na kuhakikisha sisi kama timu ya Mama Samia na timu ya maendeleo tunaendelea kupita kwenye njia ambazo unatuelekeza. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, sisi binafsi tunafanya kazi katika mazingira ya furaha sana, kwa sababu tu tunayo mashirikiano mazuri na ofisi yako, lakini tunafanya kazi kama timu katika halmashauri yetu ya Chunya. Tunashukuru kwa taarifa za umeme. Ni kweli tulikuwa na changamoto kubwa kwenye mazingira ya umeme, na isitoshe Chunya sisi tumejinasibu kwenye viwanda vidogo vidogo, hasa kwenye sekta ya madini. Tukipata megawati 90, hakika tunaenda kuijenga Chunya iliyoimarika katika swala zima la uchumi. Kwa maana hiyo tutatoa ajira nyingi ambazo zitakuja kuziba pengo lile la uhaba wa ajira. Sisi mradi kama ulivyotuasa, tutajitahidi kutoa elimu na kuhakikisha mradi unafanikiwa, na ninaamini mwenyekiti wetu Unguli atalisimamia hili akishirikiana na waheshimiwa madiwani, na waheshimiwa madiwani wanayo kiu. Naomba nimpongeze Mheshimiwa Mkuu wetu wa wilaya kwa kutuletea taarifa nzuri. Naomba tu niseme kwamba kwenye taarifa hizi zina afya sana kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Chunya. Shilingi tulizopokea hizo kwa ajili ya mradi mkubwa wa umeme kwenye wilaya yetu ya Chunya unatuhamisha pakubwa sana, hususan kwenye swala la maendeleo. Na sisi Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya tunakuamini, na siku zote tumekuwa tukisema kwamba majembe ya aina hii
bado yanahitajika sana Chunya ili tuendelee kufikia mapato yote ya kuvuka malengo ya makusanyo. Ni ushirikiano wa ofisi yako Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, hakuna anayelala. Ni ushirikiano mzuri ndio unaotufikisha hapa, na hususan kwenye swala la kusimamia miradi kwa kweli yenye tija. Tupo vizuri Chunya kote kote, na tuendelee kuwa na mshikamano huu, na sisi tunaomba kuendelea na mshikamano huu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Lakini mpongeze sana Mheshimiwa Rais kwa kutuona Chunya, aliyotufanyia ni makubwa. Hata hiyo kwenye ilani unayosema Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya, mimi natembea nako kwenye gari kapo mle muda wote, nataka kujikumbusha nini maagizo ya Mheshimiwa Rais na ilani yetu imesema nini kwenye wilaya ya Chunya, mkoa wa Mbeya, lakini nimezungumzia na kwenye kata yangu ya Mamba na kwenye kata zingine Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Kwa hiyo yote haya tunayasoma, tunajua nini kinachotakiwa kuangaliwa. Lakini tumepokea pongezi na tunaendelea kushukuru. Lakini tunaamini serikali ya Mama Samia haitengi mwananchi yeyote. Dhamira yake ni kuhakikisha wananchi wote wanapata huduma ya umeme. Asante sana Mheshimiwa DC. Endelea kutufuatilia kupitia YouTube ambako tunapatikana kwa Chunya DC Online. Website ama tovuti tunapatikana kwa www.chunyadc.go.tz. Lakini Instagram tunapatikana Chunya_official.